Kwa hiyo tunaendelea kwamba kutoa mimba kabla ya kupuliziwa roho ni haramu pia katika upande mwingine wa baadhi ya ulama. Wadhaba dhalika aghlabu alfuqaha, fuqaha wengi maulama wa fiqh wanaona kwamba ni haramu. Na hadithi wa dalilu wa hadithi sahiha, kuna hadithi nyingi afadati anna at-takhliqa yabda'u fi an-nutfa, zinazojulisha kwamba uumbaji, yani zile sababu ambazo zinapelekea wanachuoni baadhi ya fuqaha kuharamisha kutoa mimba kwa hatua zote. Sawa, sasa ni changa ina mwezi mmoja, yani kutoa mimba kwa jumla wake maulama wanaona ni haramu. Sawa, wanasema hadithi ambazo zimekuja ni sahihi, zinafidisha kwamba kuumbwa at-takhliq, kuumba yabda fi nutfa, inaanzia kwenye maji ya nini, ya uzazi, baada an tastaqirra fi rahim, baada ya maji ya uzazi yale kisha ingia katika fuko la uzazi yakatulizana yakaanza kutengeneza. Hadithi ambayo amepokea Hudhaifa bin Asid kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema idha marra bin nutfa 42 laila, kwamba itakapopita ile maji ya uzazi, itakapopitiwa maji ya uzazi siku 42, wa fi riwayati bid'u wa 40 laila, na riwaya nyingine kuja sehemu katika 40, ba'atha Allahu malikan, Allah anamtuma malaika. Yani baada ya kuingia mafuko yale maji ya uzazi yakifika siku ya 40, hadithi nyingine hiyo, anakuja malaika sawaraha, anampiga sura, yani maana anamtengeneza umbile la nani, la mwanadamu. Wa khalaqa sam'aha, anaumba masikio, wa basaraha, na macho yake, wa jildaha, na ngozi, wa lahmaha, na nyama, wa idhamaha, na nini, na mifupa yake. Hii ni 40 za mwanzo, makadirio kama tulivyotaja hapo mwanzo wa darasa kwamba makadirio wanadamu yametengenezwa mara ngapi? Mara 2. 40 ya kwanza kisha 40 zile zinazofuata za pili. Sawa. Kwa hiyo na pia katika kitabu cha Jami' al-Ulum wal Hikam cha Ibn Rajab anasema rakhasa ta'ifatu min al-ulama min al-fuqaha, kwamba umeruhusu kundi moja katika mafuqaha wamemruhusu mwanamke fi isqati ma fi batniha, kutoa mimba kilichokuwa ndani ya tumbo lake, ma lam yanfakh fihi ruhu, kwamba watoe kile kilichokuwa ndani ya kile ambacho kabla kijapuliziwa roho. Waja'aluha kal'azli, wakaifanya jambo hilo ni kama azli, wakaifanya kuwa nini, al-azli. taarifuna mama al-azli? Al-azli wanafahamu ni ndoa, wale mnataka kujua nini? Al-azlu inakuwa naona vitoto vingi hapa vitoto wale wanapokea yale ambayo yamekaa mkenge, wanaelewa sana kuliko yale ya muhimu. Niliposema la azl wanaelewa watu wazima, mtu anaelewa ishara ya kuonyesha macho, sema basi sema. Al-azl ni yani ni ile mwanamume oniacha watu wacha kala azli, wanasema kama ni kama mfano wa azli, wa huwa qaulun dhaif, wanasema ni kauli dhaifu. Liana aljanina, wanasema kwa sababu kile kijusi
waladun in aqada wa rubbama tusawwira, huenda ni kijitoto ambacho tayari kishaumbwa. Kwa hiyo uwezekano kusema kwamba tukitoe hata kama kina mwezi, kina siku 40, zile siku 40 kabla kijapulizia roho, labda ndio mimba imeingia na siku 3 ila wiki. Baadhi ya maulama wanaona ni nini, baadhi ya fuqaha wanaona ni haramu. Sawa. Pia katika faida, katika nini, faida zingine insha Allah tuzimalizia kesho. Naona tusikia hapa ndio umeenda. Sawa, insha Allah kesho faida zingine tuendelee nazo katika hii hadithi za nini, pamoja na maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen kunako jambo la kutizama mimba. Je, yafaa kuitoa kwa sababu gani, hasa katika hali ambayo tuko nayo leo hii? Sawa. Lakini kutoa mimba tubaki na msimamo na chuoni kwamba itabaki kuwa ni haramu. Kutoa mimba ni nini? Haramu. Na hadithi hii imetuonyesha zile hatua za nini, za uumbaji kwa Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu anaomba kwa hatua ngapi? 3. Hatua ya kwanza ni siku ngapi? 40. Ya pili 40. Baada ya 40, wanasema 40 kuelekea 50 anakuja malaika. Yaani baada ya kumaliza zile 40, zile 120, sawa, kuelekea mwezi wa 5 ndio anakuja malaika. Tayari mwanamke mimba inakuwa, yeye akishapuliziwa roho, kile kitoto kinakuwa muda mwingine anaona kinacheza cheza. Sawa, au wanasema kupiga mateke. Si ndio? Kwa hiyo wakati ule anakuwa tayari ashakuwa mtu mwingine. Kuitoa pale unaua. Kutoa pale unafanya nini? Unaua. Na sasa hivi kumerahisishwa, ni mtu na vidonge vyako tu unaweka chini, vingine vinawekwa chini ya ulimi, inatoka tu kama damu. Lakini kishakuwa kubwa, madaktari hawashauri kutoa baada ya kupuliziwa. Yaani ndani ya miezi 3 nakwambia usitoe. Mimba kama ina miezi mingapi? 3, nakwambia usitoe, ni kifo. Kwa sababu tayari huyu anaelekea ile hatua yenyewe. Si ndio? Miezi 3, si ndio? Anapuliziwa roho akiwa na miezi 4 kuelekea mwezi wangapi? wa 5. Sasa ukiitoa mimba ndani ya miezi 3, madaktari wanakuambia haifai. Wengine wanakuambia usimeze vidonge ikiwa na mwezi mmoja. Kama haijafikia mwezi mmoja ni vyepesi. Maana akijijua tu ameanza kutapika, anakwenda kutafuta vidonge. Sawa. Pia kuna hatari ya kuharibu kizazi, kujisababishia ugumba. Sawa. Wewe kumbe wewe Allah amekadiria una kayai kamoja. Hapo umekamezea kidonge kikatoka. Baada yako unaanza kusema nini? Nimerogwa mimi. Mbona nyumbani watu wanazaa? Si ndio? Dada akiangalia dada na watoto kama 20 tu wanasahau ni majina yake. Akiangalia kaka yake ana watoto 7. Akiangalia huyu ana watoto. Afu yeye kumbe Allah alikuwa amekadiria apate yai moja. Afu ile yai moja kalibeti. Kwa sasa hivi wanabeti wazinifu. Wewe unazaa kweli? Twende tukabeti kwanza. Akipata mimba afu anaitoa. Afu ndo anafunga ndoa. Kama kubeti kwa manaswara wasukuma. Anamjaribu ndani ya watoto wana watoto 4, eti anamjaribu kwa manazaa. Watoto wangapi? 4. Afu ndo wanafunga ndoa. Watoto vinaenda shule. Eti unaona jitu zima, eti linafunga ndoa. Wewe ulikuwa wapi unafunga ndoa gani? Na testi kama unazaa, ndio kubeti. Usibeti kwenye mimba. Haramu. Baadaye wanakuja kuzaa vitoto vya kubeti tu, ndio vingi. Wana halali. Vitoto vya kubeti havisikii.
vichwa vigumu. Asallallahu salamatu wal afia. Ukitaka kujihifadhi funga ndoa, azai tamatta. Sawa? Kama azai muoa, ndio maana kuna adabu na sunna kabla ya kuoa. Sawa? Ujaliendea jambo kwanza tizama watu unaoa. Sawa? Utizama nani? Sio kuchukua simu ukamtafuta mtu kesho tufunge ndoa. Sawa? Unaweza kumwoa mchawi. Kila siku kiamka umechoka wewe. Kumbe uko Tabora unalima. Kumbe uko wapi? Unalima. Tizama ni nani? Unamuoa kumbe mwanamke ambaye ni mzinifu. Atosheki. Sawa? Naanza kukwambia wewe hauna kuwa tu rijali. Nakwambia wewe hudubatu thawbi. Sawa? Vitu kama hivyo kwa sababu yeye kazoea. Si ndio? Ataona kwamba wewe ndio hivyo, haula wala quwata, maji mafupi. Nakwenda mwambia wewe una magonjwa hauna nini. Tazama mtu gani anafanya nini? Ukiacha hizi hatua hizi ambazo zimeelekezwa na sheria, lazima utajuta baadaye. Utaona mimi nimekosea. Sawa? Wewe ndio ulikosea mwenyewe. Sheria imekuonyesha, angalia, fadhfar bi dhati din taribati yadaka. Sawa? Muoe mwanamke mwenye dini. Sasa mwenye dini nani? Alifika thanawi, aliyosoma mtawassita, tamjuaje? Hiya tatakhallaqu bi akhlaqi hamida. Mwanamke ambaye anakuwa anajipamba na tabia nzuri. Sawa? Lakini na wewe na tabia nzuri, sio wewe jumba bovu unataka jumba lilokamilika. Ukiwa mkweli na Mola wako, ukawa na tabia nzuri, na wewe ukawa na dini aliyokuwa anamtaka wa dini, utampata. Lakini usiwe wewe muovu afu wataka mwema. Utaona baadhi ya wasichana wamedanga wewe. Yalla amekwisha. Sasa hapa namtafuta ustazi. Kwa hiyo ustazi wanaoa vibovu. Ustazi wa Sheikh wana, ustazi nani? Allah ustazi. Uenda hapa mtu anamwangalia ustazi, hapa ustazi anwali hapa. Inshallah. Wakati huko alipopita amepita mikiki. Sasa mikiki imefikia ukomo wake. Sasa yule anaswali sana, atanibadilisha. Ubadilike wewe. Na huo mtihani tulikuwa nao. Akikaribia kuolewa pale ndani anatafuta niqab, anawahi darasa. Anasoma sana, akiingia msikiti ajifanya soma sana qiraa kizuri. Wakitokea huko sasa huyu ninaanguka hapa. Kumbe